Karibu katika makala yetu hii ya kilimo cha karoti. Hiki ni kilimo cha kisasa ambacho kimezingatia misingi mbalimbali ya ukulima. Wewe kama mkulima, ni fursa yako sasa kwa ajili ya kufika hapa au kuweza kutazama video hii na kujifunza namna gani uweze kulima kilimo hiki cha karoti. Tuko hapa katika chuo cha kilimo na kituo cha uhaulishaji wa teknolojia bora za kilimo. Tuko na ndugu yetu hapa Bwana Shadrack Binamungu. Yeye ni miongoni mwa wataalamu wa kilimo ambao wanajihusisha na kilimo hiki pia cha karoti. Tuko hapa hatueleze zile ABC za kilimo cha karoti. Wewe kama mkulima ukihitaji kulima hizi karoti, ulime vipi, nini kifuate na vitu vingine vingi, bila kusahau masoko. Bwana Shadrack, bwana karibu sana, na naamini watu wengi wapo hapa kwa ajili ya kujifunza, naamini watajifunza kuhusiana na kilimo hiki cha karoti. Kwanza tuanze na kilimo hiki cha karoti. Hizi ni karoti za aina gani? Lakini pia zimeanza mmepanda lini mpaka zilipofikia hivi na vitu vingine vingi. Karibu sana. Asante. Ndugu mwandishi, nashukuru sana kwa fursa hii, lakini pia tunashukuru sana kwa kuona uhitaji na wa wakulima kwa ajili ya kuweza kupata ABC, wazalishe vipi karoti ili waweze kupata tija. Hizi karoti hapa tulizonazo ni karoti aina ya Nantes, tunaziita hivyo, ndo variety inavyoitwa, lakini zipo aina nyingi sana. Zipo karoti fupi ambazo tunaita Devans, lakini zipo karoti ambazo ni local varieties, zipo masokoni, lakini sisi tunakushauri kwa ajili ya kilimo chenye tija uzalishe aina hii hapa ya karoti, kwa sababu itakupa matokeo mazuri sana. Kwa ujumla kuzalisha karoti kunahitaji vitu vingi sana vya kufuata kama mazao mengine ambayo tunaozalisha. Ndio. Tunahitaji tuandae vizuri mashamba, tupande vizuri, tupalilie vizuri na shughuli nyingine zote zinazohitajika katika kilimo. Kwa katika hizi hapa karoti nitazungumzia sana vitu vitatu vinne hivi. Cha kwanza tutazungumzia namna ya maandalizi bora ya shamba, lakini pia cha pili tutazungumzia njia nzuri za kupanda karoti ili ziweze kuleta matokeo mazuri, lakini pia cha tatu tutazungumzia management nyingine ambazo tunasema ni shughuli nyingine za msingi ambazo zinafanyika katika kuihudumia karoti ili iweze kutoka na matokeo mazuri. Ndio. Na mwisho tutazungumzia kuhusu masoko yake yakoje. Na kwa kuanzia kwenye maandalizi ya shamba, ukiangalia mfano hizi karoti sijalima katika ardhi ambayo iko flat. Nimelima kwenye matuta. Unaweza ukajiuliza kwa nini nimepanda kwenye matuta. Hii hapa ni kwa sababu karoti ni mazao yenye mzizi mkuu kwenda chini. Ndio. Mazao ambayo yanahitaji eneo ambalo limelainika, limelimwa vizuri, safi sana, ambao ni tifutifu na linahitaji liwe na kina cha kutosha kwenda chini. Ndio maana unaona tumeamua kulima katika matuta haya. Lakini tofauti na hapo kuna vitu vingine ambavyo tunaifanya, ndio vile ambavyo nataka niwaelezee wakulima wenzangu ili tuweze kujikwamua na kuwa na kilimo chenye tija. Moja, tunapokuwa tunaandaa shamba, kitu cha kwanza tunakushauri ulima shamba vizuri kama kawaida tulivyozoea. Kama unaweza kupata trekta itakuwa ni nzuri zaidi, kwa sababu yenyewe linalima kina kirefu kwenda chini. Lakini hata jembe la mkono, ukipata watu ambao wana uwezo wa kuandaa shamba vizuri, walime vizuri kwa jembe la mkono kwenda chini zaidi, at least uwe na urefu ule usiopungua sentimita 10 kwenda chini. Kuanzia sentimita 10 kufika chini. Ndio. Lazima ukilima at least kwenda sentimita 15 ni bora zaidi, kwenda sentimita 20 ni bora zaidi kabisa, kwa sababu utakuwa umeipa mwanya ile karoti yako utakayoipanda iweze kushuka zaidi chini. Lakini pili, tunakushauri unapokuwa unaandaa ile shamba baada ya kulilima sasa, tunakushauri weka samadi kama utazipata. Samadi za ng'ombe, ziwe za kuku, ziwe za nini, mbolea yote ya samadi weka, kwa sababu yenyewe inatusaidia kulainisha ule udongo na kufanya usibanane. Kitaalamu tunasema compactness of the soil. Kwa hiyo tunaondoa ile compactness, udongo usibanane, ili ufanye lile zao la mzizi liweze kutanuka vizuri kule chini. Kwa hiyo ndio vitu ambavyo kwenye maandalizi ya shamba lazima uvizingatie. Na kwa nini tumepanda kwenye matuta sio kwenye ardhi ambayo flat? Iko flat.
Hii ni kwa sababu mfano tunavyosema lima kina at least chenye urefu wa sentimita 10-15 na kuendelea, kuna mtu atalima kawaida atahisi amefikia hicho kiwango, kumbe atakuwa hajafikia hicho kiwango. Kwa hiyo sisi tunavyotengeneza tuta hivi tunamrahisishia yule mkulima hata ambaye amelima bila kufikia kile kiwango cha sentimita 10-15 na kuendelea, anapoinua lile tuta obviously moja kwa moja atatengenezea ule urefu nani ambao sisi tunahitaji kupata ile sentimita. Kwa hiyo ndio itatusaidia hicho kitu, ndio maana nikaitengeneza katika mfumo huu. Kwa hiyo kwa ujumla wa maandalizi ya shamba ukifuata hivyo vitu ambavyo nimekuelekeza, utatoka na tija ya kutosha kwenye kilimo chetu. Mfano hapa nina mfano mdogo samani mwandishi, nina mfano mdogo wa hii karoti. Ukiangalia hii hapa ina urefu wake hapa haupungui sentimita 20 na kuendelea. Kwa hiyo ili uweze kupata lile tunda ambalo unalihitaji, lazima ardhi yako umeiandaa vizuri, iwe haibanani, iwe ni ardhi ambayo inaruhusu vizuri hewa na nini katika kusafiri kwenye udongo ili zao lako liweze naona. Mfano unaweza ukajiuliza, ungesema labda ulime hapa kawaida kama tulivyozoea, ungekuta inaishia hapa. Ingekuwa fupi kwa sababu chini pangekuwa kugumu. Chini pangekuwa pagumu na ingeshindwa kushuka chini. Lakini kwa sababu tumeandaa vizuri shamba na tumeinua matuta vizuri, ndio tumekuja na tunda lenye urefu mkubwa, lakini pia pana. Pia pana. Kwa hivyo ni vitu ambavyo mkulima tunahitaji uvizingatie katika swala zima la kuzalisha zao la karoti. Hapo tulikuwa tunazungumzia kwenye maandalizi ya shamba, kwa sababu huwa tunasema kwamba kilimo zao lolote kwenye kilimo, kitu chochote unachokilima, mwanzo mzuri ndio unakupa matokeo mazuri. Na tunakushauri kwamba anzia kwanza kwenye ardhi, yani tengeneza matuta yako vizuri. Na kwa upandaji nimeona kuna spacing zimefanyika. Yani kuna nafasi kati ya karoti na karoti, lakini pia kuna nafasi kati ya tuta na tuta. Kwa mtu ambaye anataka kulima afate misingi hipi, yani kipimo kipoje tuta kwa tuta, lakini pia unapopanda mche kwa mche. Sawa. Nikianza kurespondi kwenye swali la ndugu mwandishi hapa, na ukiangalia kweli kama anachokisema, kuna tofauti kati ya mstari na mstari, mche na mche, lakini pia tuta na tuta. Hivi vitu vyote ni vya kuzingatia sana ili uweze kupata ukubwa na size ya ile tunda unalotaka. Kwa mfano tukizungumzia hizi karoti ambazo nimelima hapa, ukiangalia mfano, tutolee mfano ule wa karoti zetu hapa. Hii hapo ukiangalia upana wake sio chini ya sentimita 5. Ili tunda unene wake, diameter yake ukikalculate sio chini ya sentimita 5. Kwa hiyo ni kitu ambacho obviously inakupa sasa, ili upate tunda kubwa lazima uipe at least kati ya mche na mche usipungue sentimita 5. Tunasema sentimita 5 usipungue. Kwa hiyo spacing za kuzingatia kwenye kilimo cha karoti, tunasema matunda manene unahitaji uwe at least na sentimita 2 mpaka 5 kwenye tunda na tunda. Lakini mstari na mstari tunasema angalau ziwe sentimita 10 kwa ajili ya kuruhusu ile mwanga kuweza kuingia kwenye mimea yako, kwa sababu tunajua ili mmea uweze kujitengenezea chakula unahitaji mwanga. Ndio. Mstari na mstari tunashauri uweke sentimita 10 kuanzia 10, lakini tunda na tunda, mche na mche sentimita 2 mpaka 5 kwenye karoti inaruhusu na inafanya vizuri. Ndio. Ukirudi kwenye tuta na tuta, sasa hapo ndo tunakuja kwamba tuta moja na tuta jingine sisi tunakushauri tumia kuanzia nusu mita mpaka mita 1. Kwa sababu kwanza ile itakusaidia hata wewe wakati unafanya huduma nyingine ambazo unahitajika, mfano kama kuweka mbolea, kupalilia, kufanyaje uweze kupita vizuri kwenye matuta yako. Lakini pia cha msingi na cha kitaalamu zaidi ni kwamba kuruhusu mwanga ili hii mimea yako iweze kupumua sideways, yani upande na upande iweze kupumua. Yani mwanga utakuwa unaingia upande na upande, unasababisha mimea yako iweze kupumua. Lakini hii hapo ambayo tunazungumzia, mfano ukiangalia hizo karoti zangu nilizozipanda nimepanda kwa mstari. Ndio. Nimepanda kwenye mstari. Hii hapa ni moja ya njia za upandaji wa karoti, lakini pia zipo njia nyingine ambao tunasema kwamba unapanda kwa kutawanya. Hiyo unachukua mbegu zako unatawanya tu kwenye tuta. Hiyo inakuwa haina mstari, yani mstari maalum wala nini. Ila unatawanya kwenye tuta. Hiyo ni moja ya njia
ya kupanda karoti, lakini pia hii tunasema ni njia ya kupanda. Hiyo ya kutawanya na hii ya mistari, hipi ni bora zaidi? Mimi ambacho naweza nikasema hii ya mstari kwanza inakupa ya mstari ni bora zaidi ukilinganisha na ya kutawanya, ila ya mstari inahitaji uwe na watu wa kutosha wakati unapanda, tofauti na kutawanya. Huo ndio tofauti wake, lakini uzuri wa mstari na mstari unakuwa na uhakiki zaidi wa vile vipimo tulivyokuwa tunasema. Kwa mfano, nikisema kwamba tunda langu moja na jingine iwe ni sentimita 3 mfano, nitaweza kuimaintain ile sentimita 3 kwa sababu tayari michango iko kwenye mstari. Lakini nikisema pia mstari mmoja na mwingine iwe sentimita 10, nitaweza kuimudu kwa sababu tayari ziko kwenye mstari ambao uko vizuri. Lakini ukisema zile za kutawanya, zile sasa huwa tunasema kwamba unapanda, lakini vile vipimo vya msingi kuweza kuvimudu inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu unakuta zimeota tu zenyewe, yani zimeota tu pasipo na mpangilio. Kwa hiyo mimi wanashauri mara nyingi sana hii hapa ya kutawanya inakuwa ni nzuri zaidi, ya kupanda kwa mstari inakuwa ni nzuri zaidi kuliko ya kutawanya. Lakini pia hii hapa inakusaidia wakati unaweka mbolea, inakusaidia kwamba kujua kwamba kila sehemu nimeweka. Lakini ya kutawanya unaweza karusha ukakuta mbolea inajirundika sehemu moja, sehemu nyingine ukuta mbolea haifiki. Huo ndo tofauti sasa wa kupanda kwa kutawanya na kupanda kwa mstari. Hizi karoti kwa kifupi, mimi nahisi labda hata nyie ambao mnatizama hii video, wakulima wenzangu, mnaweza mkaangalie matunda yanakupa picha halisi kwamba nilichokifanya, je, na ile ya kutawanya kuna tija, kuna utofauti, kuna nini? Matunda yanakupa ni kweli. Na hii ukiangalia hii karoti unaweza kujiuliza ina muda gani? Hii karoti nimepanda tarehe 29 mwezi wa pili. Leo ni mwezi wa 6 tarehe miezi kama miezi hata mitatu haijatimia. Naam. Kwa hiyo mpaka tufike tarehe 29 mwezi huu ndo tuweze kufikisha miezi mitatu. Kwa hiyo ina miezi miwili almost na siku kadhaa. Kwa hiyo unaweza ukaangalia tunda lake lilivyo. Lakini unaweza ukakuta wakulima wenzangu na nyinyi mnapanda mnafanya, unakuta huo muda unafika karoti zako zina miezi mitatu na siku kadhaa, lakini bado hazijafikia katika ukubwa huu. Ni kweli. Hii hapa ni kwa sababu ya maandalizi bora tangu mwanzoni. Kuna mtu ambaye sasa hivi analima karoti, lakini huenda akawa ametumia mbolea ambayo sio. Sisi hapa kabla ya kupanda tunaweka mbolea gani, lakini pia baada ya kupanda tunatumia mbolea gani katika karoti zetu ambayo ni bora zaidi kwa mkulima? Nashukuru sana ndugu mwezeshaji. Hapa kwenye zao letu la karoti, ndio maana mwanzoni tulivyokuwa tunasema tunapoandaa shamba, kama utapata samadi weka, kwa sababu haya ni karoti ni mazao ambayo tunapanda moja kwa moja. Hatusemi kwamba tunaotesha miche kwenye kitaru, tunakuja moja kwa moja kupanda kwenye shamba. Na kitu kingine ambacho nakwambia, kama mwanzoni una samadi weka, itakupa matokeo zaidi. Hii ni kwa sababu ya kufanya udongo usibanane kama nilivyosema pale mwanzoni. Lakini kwenye upande wa mbolea gani tutumie kwenye karoti? Si kwenye karoti, hili ni zao la mzizi. Na zao la mzizi mara nyingi sana huwa tunasema kwamba tunahitaji kwenye mbolea zetu tupate potassium ya kutosha, tupate phosphorus ya kutosha, ili kutuweza kutengenezea strong mizizi ambayo ni imara. Lakini pia huwa tunasema hatuwezi kuisahau mbolea za kwenye majani ambazo mfano ni nitrogen. Nitrogen ya msingi sana. Hii kwa sababu ya kufanya majani yetu yaweze kunawiri, ili yaweze kutengeneza chakula cha kutosha kuweza kunepesha huu mzizi. Kwa hiyo tuna mara nyingi sana mbolea nzuri ambazo unapokuwa unapanda, panda tu kawaida. Panda tu hata bila ile samadi, kama utakuwa umeweka itatosha. Lakini pia hata kama samadi hujaipata, isikuzuie kupanda. Wewe panda tu, kwa sababu tunapokuwa zikishaota sisi pale ndo ambako tunaanza na zile management za kawaida. Lazima tuanze kuweka mbolea wiki ya kwanza baada ya kuota. Kwa hiyo ile wiki moja kama unazihudumia vizuri na maji ya kutosha, zitakuwa zimekuwa na urefu wa usiopungua sentimita 2. Kwa hiyo pale ndo tunaanza kuweka mbolea yetu. Na mbolea ambayo tunamshauri mkulima, tunamshauri mara nyingi atumie NPK kama ataipata. Na NPK zinatofautiana kwa sababu kuna ile ambayo NPK ina 17. Nikisema hivyo najua wakulima wenzangu mnanielewa. Lakini pia kuna ya 19.
ile yenye 19 itakuwa na P19 ambayo itakuja kutusaidia kwenye mzizi wetu kuwa strong na ili shina lake kuweza kutengenezeka vizuri. Lakini pia P tumeshasema itakuwa nzuri kwa ajili ya mizizi, lakini pia itakuwa na N19 ambayo ni nitrogen kwa ajili ya kutengeneza majani yetu yawe green, yawe ya kijani kwa ajili ya kutengeneza chakula chake. Kwa sababu haya majani yasipokuwa ya kijani hawezi kutengeneza tunda la hivi. Kwa lazima majani yetu yawe green, yafanye kitu tunachokiita kitaalamu photosynthesis ili tunda letu liweze kupata chakula cha kutosha na liweze kunenepa. Kwa hiyo tunakushauri sana mara nyingi tumia NPK yenye 19 itasaidia sana kwenye kazi. Lakini in case hiyo NPK umeikosa, kwa sababu kuna sehemu nyingine unakuta labda mbolea za hivyo hamna, hazipatikani. Sisi kama utaikosa, tutakushauri tafuta mbolea ya kupandia ambayo inaitwa DAP, watu wanafahamu sana. Watu wanafahamu sana hiyo mbolea. Chukua ratio sawa, chukua mfano mfuko mmoja wa mbolea ya kupandia, chukua na mfuko mmoja wa mbolea ya kukuzia ambao ni Kynoplus. Tunasema tumia sana Kynoplus kwa sababu lina main element ambazo zinakuja kusaidia kwenye carrot kuimarisha. Kwa hiyo tunachukua Kynoplus, chukua na mbolea ya kupandia, either ni DAP, zote za kupandia zenye P kubwa. Changanya. Hapo utakuwa umetengeneza ratio ambayo itakuja kwenye 19 ambayo sisi tunaitaka. Changanya ile mifuko miwili, alafu weka kwenye shamba lako kulingana na ukubwa wa shamba. Hiyo itakupa matokeo mazuri. Mimi ni mkulima. Ndio. Leo nimepanda carrot. Itanichukua muda gani tangu nimepanda mpaka navuna kwenda sokoni? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwenye swala la karoti na muda inategemea na maandalizi na huduma ulizozitoa. Hapo ndo sana narudi nyuma kule. Ukifanya maandalizi mazuri, ukatoa huduma nzuri, ndo zinakuwa kama karoti zangu hizi hapa, zina miezi miwili. Muda mfupi. Muda mfupi. Mtu anaweza kashangaa inakuaje karoti na miezi miwili afu inakuwa kubwa kiasi hiki. Ni huduma ambazo nimezitoa. Nimeandaa shamba langu vizuri, nimepanda vizuri, lakini pia na huduma huduma nyingine za msingi nimezitoa vizuri. Ndo maana zikanipa matokeo ya kwa muda mfupi. Mfano kama hizi hapa. Mimi kwa hadi nilivyokuwa nikiongea na wakulima wenzangu walikuwa wanasema karoti lazima ianze miezi mitatu, si miezi mingapi. Na mimi nikawa nasema sasa hivi siangaiki kutafuta wateja, lakini sasa hivi mimi inabidi nitafute wateja kwa sababu ya zao lilipofikia. Miezi miwili na almost wiki 3 limeshafikia kwenye ukubwa huu hapa. Kwa huduma utakazozitoa, ukitoa huduma nzuri, karoti kiukweli zinaweza zikakupa matokeo mazuri ndani ya miezi miwili na wiki 3 mpaka miezi mitatu. Pale inakupa matokeo mazuri. Kwa kama huduma umezihudumia vizuri karoti zako na maji hapo ya kutosha, karoti zako unaweza ndani ya miezi mitatu maximum unavuna unapeleka sokoni. Na tukiongelea sasa tumeshafika katika masuala ya masoko. Kwa sababu zishafika hapa, tushazungumzia kuhusiana na mbolea na kila kitu. Hali ya soko, mfano kwa mtu ambaye anaweza kusema labda mimi nalima kiasi fulani, labda eka moja, nusu eka, ina uwezo wa kumpa faida kiasi gani, au tunaweza kutoa kiasi gani cha karoti either kwa robo eka, nusu eka au eka moja? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa upande wa mavuno na masoko, tunachoenda kukizungumzia ni kwamba tunarudi pale. Mimi mkulima huwa namwambia kwamba msingi mzuri ni mwanzo, ndio utakaokupa zao la kutosha, lakini pia na soko lako halitakusumbua. Mfano kama sasa hivi, kabla ya kuingia hapo ambacho nataka nikiongelee, nataka ni washauri wakulima. Sasa hivi sisi mara nyingi sana tunategemea tulime kwa kilimo cha kutegemea mvua. Hiyo lakini mimi nasema sawa, ni nzuri, lakini unavolima wakati wa mvua, wengi wote mnakuwa mnalima wakulima wengi. Kwa na soko lake huwa linashuka chini kwa sababu mazao yanakuwa ni mengi sokoni. Lakini mazao yako ukifanya timing kwenye kipindi ambacho inaenda kwenye kiangazi, mazao yako kiukweli soko lake litakuwa ni nzuri sana. Ambao inakuwa ni low season, bidhaa zipatikani. Bidhaa zipatikani, soko lako linakuwa zuri. Mfano kama hizi hapa sasa hivi, hizi karoti ninavozitoa mimi sasa hivi nategemea kuzitoa almost wiki moja mbele. Nategemea nizitoe. Lakini sasa hivi ukienda sokoni au ukienda kwa wakulima wengi hawana karoti. Hawana karoti. Kwa hiyo ina maana sasa hivi mimi nachagua niuze kwa bei gani.
Hapo sasa ndo tunaposema mkulima lazima uvalue, yani uthaminishe kitu chako kulingana na ulivyokitengeneza. Ndio hicho ambacho sasa mimi kinakuja. Kwa mtu ambaye labda mimi naenda kumuuzia, nafika shambani nasema angalia product, jione mwenyewe. Jione mwenyewe. Alafu mimi bei napanga mwenyewe kwa sababu product yangu nimeandaa vizuri. Kwa hiyo ina maana kwa upande wa mazao utapata kiasi gani, utafanya ukiandaa vizuri utapata mazao mengi. Mfano kwenye karoti ukiangalia kama ili eneo lote almost haitapungua mifuko 70 mpaka 100, kwa sababu huko sasa hivi soko lake ni kwenye mifuko, wanapima kwa mifuko. Kwa hiyo unakuta mifuko itakayotoka hapa sio mifuko chini ya 100, ambapo ukiangalia eneo langu hili hapa almost ni ekari moja kasoro kidogo, lakini halitakuwa chini ya mifuko 100 kwa sababu karoti nimeandaa vizuri, nimepanda vizuri, nimehudumia vizuri. Na ukiangalia kwa soko ambalo sisi tunaliendea kwa mfuko mmoja hautakuwa chini ya 50-60, ambapo ukihesabu kwa 100 utakuwa unaweza kukalkulate kiasi gani. Na huduma nilizoziweka hapa, hiyo labda si niseme kwa wakulima ambao watakuwa wanahitaji vitu kama hivi hapa, tunaweza tukawasiliana tukasaidiana tu. Huduma sio kubwa sana kwa mazao haya. Vitu ambavyo inabidi uzingatie sana ndio hizo huduma za mwanzoni, karoti yako itaenda vizuri. Lakini pia kama maeneo ambayo mkulima unakaa yana sana hii hali ya kushambuliwa na ukungu, piga dawa za ukungu sana, zitasaidia sana kwenye karoti. Mfano ukiangalia hizi karoti, mtu akiangalia anaweza akahisi bado labda zina mwezi mmoja kwa sababu majani yake yamenawiri lakini na bado zimekomaa. Yao ndio unaweza kujiuliza. Mara nyingi watu wanasema kwamba ukiona majani yameanza kunyauka nini ujue ndio zimekomaa. Hapana. Hapo ujue huduma ulizoziweka sio sahihi. Lakini kama umeweka huduma sahihi, zao lako linakomaa vizuri na likiwa na majani yake mazuri. Na hiyo sasa ndo tunaenda kwenye ubora wa tunda sokoni, ndo unakuwa uko vizuri. Ndio. Kuna njia ya umwagiliaji ambayo mnaitumia nyie hapa na ile njia ambayo watu wanasubiria mvua, ni hipi bora? Wewe kama mtaalamu unashauri kipi bora hasa? Kwa sababu hatukatai kuna wengine hawana uwezo wa kuweza ile kuweka system ya umwagiliaji, lakini wewe kama mtaalamu wa kilimo unashauri njia hipi bora zaidi kwa mkulima? Kwa upande wa njia bora za kutumia kwenye kilimo hiki, mimi nashauri kiukweli tusiseme kama mwezeshaji alivyosema kwamba wengine hatuna gharama, hatuna uwezo wa kuweza kuzimudu, lakini sio kwamba ni gharama sana, sema tunaogopa. Mfano, mimi naweza nikakushauri mkulima wangu ambao ni mkulima mwenzangu ambao tunaweza tukafanya hizo kazi. Unaweza ukaamua kuanza na matuta 3. Ukiangalia hili shamba lilivyokaa, matuta 3, ili tuta moja halipungui mifuko 3. Tuta hili moja. Kwa mfano ukilima matuta 3, hayo matuta 3 ukayahudumia vizuri inavyotakiwa kitaalamu, hayo matuta 3 yatakupa mifuko isiyo chini ya mifuko 9. Ukipata mifuko 9 ya karoti kwenye haya matuta 3, mfuko mmoja ukauza kwa shilingi 60,000, mifuko 9 au 10 utakuwa na pesa ambayo sio chini ya 600,000. Ukipata hiyo 600,000, mfano mfumo wa umwagiliaji wa njia ya matone ambazo tutakuja kujifunza kwenye kipindi kingine, tutaziangalia hapa. Hiyo tunasema kwamba rora moja ambayo ina urefu wa zaidi ya mita 500 inauzwa kwa shilingi 200,000. Kwa una uwezo wa kuinunua ukaongeza matuta na inaweza kutengenezea matuta zaidi ya 5. Ndio. Kwa hiyo mimi wanasema kwamba mfano ukiamua na ukaweka juhudi unaweza kufanya kitu hata kwa kutumia hiyo hela ndogo ambayo wewe unaifikiria kwamba ni ndogo, haiwezi kuwa kutosha kwenye hicho kitu. Mfano mimi naweza nikasema mfano kama hapa mimi natumia sprinkler 3 mpaka 4. Hizo sprinkler 3 mpaka 4 zenyewe huwa naziamisha kwa hayo maji madogo ulionayo nyumbani ambayo tunafungua tunachota, hayo yanakutosha na tija yake utaiona. Kwa mfano hili shamba ukiliona mimi huwa naziamisha, na kwa siku naamisha mara 3. Mfano nikiziweka sehemu moja zinaweza kumwagilia urefu wa mita mpaka 7. Naamisha tena, naamisha. Kwa hiyo siku ya pili namaliza shamba, siku ya 3 naanza tena mwanzoni. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni kwa kiasi gani tunaweza tukiamua na tukaamua kufanya kwa tija, tunaweza tukapata matokeo. Kwa hiyo kwa wakulima ambao tunahitaji kiukweli tuuze kwa masoko mazuri, mimi nakushauri
anza kilimo cha umwagiliaji. Ambacho hakina msimu hicho. Ambacho hakina msimu. Muda wote unalima. Mfano kama hizi hapa mimi nimekuambia kwamba wiki moja mbele nazitoa. Nikishazitoa sio kwamba hapo utakuta hamna kitu. Naandaa tena shamba kwa ajili ya kupanda tena. Sasa unaweza ukaangalia mfano kwa sasa hivi, ukiangalia wakati wa msimu wa mvua ili zao bei yake kiukweli inakuwa iko chini sana. Lakini sasa hivi bei yake inakuwa ni mara 2 mpaka mara 3 ya ule msimu wa mvua. Kwa hiyo unaweza ukajiuliza, je, ukitumia maji ya kawaida hata kwa kumwagilia kwa kutumia keni za mikono bado inaweza kukupa tija. Na umwagiliaji mara nyingi tunashauri ufanyike muda gani? Umwagiliaji tunashauri ufanyike muda wa asubuhi au muda wa jioni, lakini inatokana na hali ya hewa. Mfano, kuna sehemu ambazo unakuta jua sio kali. Jua kama sio kali, sisi tunakushauri mwagilia kuanzia saa 9 mpaka saa 11. Alasiri ile. Saa 9 mpaka saa 11 ukimwagilia kwenye shamba lako, ule unyevu ambao umemwagilia hautaondoka. Mpaka kesho asubuhi utakuta ile shamba kana kwamba ndio umetoka kumwagilia. Kwa hiyo katika sehemu zenye hali ya hewa nzuri unaweza ukamwagilia mara moja kwa siku. Na ndio hicho sasa ambacho nakuja kwenye kumshauri mkulima ili aweze kumwagilia mara moja kwa siku ili tubane matumizi. Kwa sababu tunahitaji tupate tija, lakini kwa kutumia mtaji mdogo. Unachofanya, mwagilia shamba lako kuanzia saa 10, saa 9, saa 10, saa 11 mpaka saa 12. Baada ya hapo liache. Huo usiku wote hilo shamba usiku wote kwa kawaida ya udongo na maji huwa yana tabia ya maji yaliyo chini yanapanda juu. Ndio maana mfano unaweza ukatoka hapa hali zimekauka. Ukija asubuhi unakuta kuna umande. Unaweza kujiuliza umetoka wapi? Ndio hiyo tabia sasa ambayo huwa ni kawaida ya ardhi na maji. Kwa hiyo ukimwagilia ile jioni, yale maji hayataondoka. Hata kwa njia ya mvuke, kwa njia ya jua, kwa njia ya nini hayataondoka. Yatakuwepo pale. Kwa hiyo ile asubuhi unapoamka utakuta, na ukija kwenye ile principle ya kwamba maji yatatoka chini aje juu, kwa hiyo utakuta shamba lako limeroana. Kwa hiyo huo mchana mzima, asubuhi na hiyo mchana mzima hautamwagilia. Utaenda tena kumwagilia jioni. Kwa hiyo unaweza ukakuta hata kama una pipa lako la maji la ndoo 10, unaweza ukahudumia kieneo chako kidogo na kikakupa tija. Kwa hiyo mimi ambacho nashauri watu, mfano ukimwagilia jioni, yale maji hayaondoki. Asubuhi yatakuwepo, asubuhi na hamna haja ya kumwagilia. Kwa sababu sio kwamba maji tunahitaji tumwagilie, lakini na yenyewe yakizidi yanafanya mmea usuffocate na unashindwa kuishi vizuri. Naam. Kwa hiyo mimi nawashauri kumwagilia jioni. Naam. Tumalizie, changamoto gani ambazo mara nyingi karoti zimekuwa zikikumbwa na hiyo changamoto kwa maana ya magonjwa na vitu vingine? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwenye upande wa zao letu la karoti, kitu ambacho kinasumbua sana kidogo na mkulima kinahitaji uwe makini sana ni ukungu. Ukungu ndo ugonjwa ambao unasumbua sana kwenye karoti. Mfano haya majani ukiangalia unaona yamenawiri vizuri, hayana shida, hayana changamoto kabisa. Hii ni kwa sababu dawa za ukungu tulikuwa tunazingatia. Na ili zao lolote liweze kutengeneza tunda la ambalo ni bora, lazima majani yake yawe bora. Tunda linaanzia kwenye majani. Kwa sababu tunajua majani ndio yanayotengeneza chakula cha kulisha lile tunda ili liweze kuwa bora. Kwa ukiwa na majani bora unatengeneza tunda bora. Hizi karoti mnaziona zimenenepa, zimekuwa nzuri kwa sababu majani yako bora. Kwa kitu ambacho kinasumbua sana sana kwenye zao la karoti ni ukungu. Na shua ambacho naweza nikakuelekeza mkulima mwenzangu, ili zao mfano sasa hivi unaweza ukaliona hivi limenawiri. Baada ya wiki moja ukaja ukashangaa ukakuta lote limebadilika. Hiyo ni kwa sababu ya ukungu na hali ya hewa ambayo tunaipata kwa sasa nyanda za juu kusini. Mkoa ya Mbeya wapi. Kwa hiyo tatizo linatukumba sana. Kwa hiyo namshauri mkulima angalau jitahidi upige mara moja kwa wiki. Piga dawa ya ukungu mara moja kwa wiki. Zao lako halitakusumbua kabisa. Na ukiona mfano majani yako yanaleta hali ambayo huielewi, tunakushauri tumia mbolea za majani. Kwa sababu jani likiharibika ujue tunda lako haliwezi kutengenezeka. Kikawaida binadamu anatumia karoti katika matumizi yake mbalimbali ya chakula. Lakini pia mbali na karoti kuna haya majani. Je, baada ya kutumika hizi karoti, haya majani huwa yanafanywa nini? Kuna kazi nyingine ambazo zinafanyika kupitia haya majani au yanatupwa? Asante sana ndugu mwezeshaji.
Kama nilivyoelezea, majani ukiyalinda vizuri yanakutengenezea tunda zuri ambalo unaliona chini. Lakini pia majani sio kwamba yenyewe baada ya kutoa tunda yameisha kazi yake, hapana. Majani haya ni chakula kizuri sana cha mifugo. Mfano sisi kwenye taasisi yetu tunafuga mifugo tofauti tofauti, ambapo tunafuga ng'ombe, tunafuga kuku, tunafuga nguruwe, sungura na mifugo mingine. Haya majani ni supplement nzuri sana ya chakula cha mifugo. Mfano kuku wanatumia sana majani, lakini pia nguruwe wanatumia sana majani, na yanasaidia kupunguza zile gharama za uzalishaji kwenye mifugo kwa kuyatumia haya. Mfano wakulima wengi sana walikuwa wanahisi kwamba baada ya mimi kuvuna haya majani hayana tena kazi. Haya majani ni chakula kizuri cha mifugo. Kwa hiyo mkulima mwenzangu, nakushauri yahudumie vizuri majani, usisubiri yanyauke, yapigwe na ukungu, yaharibike kwa sababu unajua kwamba nikishavuna karoti nitayatupa. Hapana. Haya majani ni chakula kizuri cha mifugo. Asante. Mtazamaji wa Shamba Hub TZ, naamini ya kwamba umejifunza vingi vya kutosha kuhusiana na kilimo hiki cha karoti, ambapo hapa tulikuja katika chuo hiki cha kilimo kwa ajili ya kujifunza kuhusiana na kilimo cha karoti. Tulikuwa hapa na ndugu yetu Shadrack Binamungu kwa ajili ya kutueleza machache kuhusiana na kilimo hiki cha karoti. Kama unavyoziona karoti hizi zimenawili kweli kweli. Ni karoti ambazo zina uzito mkubwa. Kwa wale wenzetu ambao ukienda dukani unanunua karoti kwa kilo, basi karoti zako kadhaa zinaweza kupatia kilo moja. Hiki ni kwa sababu wamezingatia kilimo bora, lakini pia kilimo cha kisasa kinachofuata misingi mbalimbali, aina ya mbegu, ardhi, uandaaji wa shamba, tuta kwa tuta, mche kwa mche, namna ya upandaji, lakini pia umwagiliaji na vitu vingine vingi. Tulikuwa hapa kwa ajili ya kukupa shamba darasa hili, kukupa darasa kwa ajili ya kilimo hiki cha karoti. Mimi ni Sauti Biego, na kusihi endelea kuwa nasi kwa makala mbalimbali za kilimo na ufugaji. Tulikuwa hapa katika chuo cha kilimo na kituo cha uhaulishaji wa teknolojia bora za kilimo kama unavyoona.